je, utukufu wa Mungu bado upo ndani yetu au umeondoka? Heri ya mwaka mpya. Mungu ainuliwe sana kwa kutufikisha mwaka mwingine 2026. Jina lake litukuzwe na tumshukuru sana kwa fursa na nafasi hii ya kuona mwaka mwingine. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunajifunza neno la Mungu, lakini tunajifunza maisha kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith, karibu sana na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, nasema asante kwa kutulinda na kutupa baraka tele. Baraka hizi za kuona mwaka mwingine katika maisha yetu. Baba, tunaomba ukae pamoja nasi katika maneno haya nitakayonena, yasitoke kinywani mwangu wala kwenye akili yangu, bali yakawe ni maneno uyanenayo wewe kupitia mimi, nami nikawe chombo tu. Nakushukuru kwa pendo lako kwa jina Yesu Kristo, amina. Basi mpendwa unayenisikiliza, leo nimependa tuzungumzie utukufu wa Mungu ndani ya maisha yetu. Lakini nimependa tuzungumze kwa kuanza na swali kwamba je, utukufu wa Mungu bado upo ndani yetu au umeondoka? Kipindi kile cha wana wa Israeli walipokuwa wakiongozwa na Mungu huyu Bwana wa majeshi, kwa kupitia lile sanduku la agano, wanaamini moja kwa moja kwamba ndani ya lile sanduku ndipo Mungu anaishi na ndipo Mungu yupo. Kwa hiyo kitendo cha sanduku kuondoka sehemu ambayo lilikuwepo, walikuwa wanaamini kabisa Mungu ameondoka. Lakini Mungu huyu anaongea katika maneno yake kwamba amesimama mlangoni anabisha. Yoyote atakayemsikia akifungua mlango, basi ataingia. Utakapomkaribisha ataingia ndani yako. Na mlango huu si mlango tunaofahamu, lakini mlango wa moyo wako, sehemu ambayo chemchemi ya fikra zako, mawazo yako, akili yako inayoongoza kila kitu. Basi pale utaporuhusu Kristo aingie, basi chemchemu ile itabubujika mambo ambayo yatakuwa ni mapenzi yake. Chemchemu ile itaongozwa na yeye. Kwa hiyo nimeanza kwa kusema kwamba je, utukufu wa Mungu upo ndani yako, upo ndani yangu au umeondoka? Kumaanisha kwamba huyu Kristo, huyu Mungu ambaye kuna siku tulimkubali na kumpokea na kuruhusu aingie ndani ya maisha yetu, je, bado yupo ndani yako mpendwa au ameondoka? Kipindi kile cha Eli akiwa ni kuhani na watoto wake Finehas na Hofni wakiwa ni makuhani, wakitenda mambo ni machafu sana, wakitenda machukizo mbele za Mungu, Mungu akitoa maonyo kwa Eli, lakini Eli badala ya kuonya watoto wake na kuwaadhibu na kuwafanya waache matendo wanayoyafanya, Eli alifanya kama wazazi wengi tunachofanya leo hii, kwa kuona kana kwamba watoto wetu wanachokifanya si kibaya sana, au hata kama tukijua kwamba ni vibaya matendo wanayoyafanya, basi namna tunavyowaelekeza au namna tunavyowakataza haina nguvu yoyote kuwafanya wao waache matendo yao. Kwa Eli pia alikuwa ni mzazi wa namna hiyo. Hakukaza mafundisho yake kuwafanya watoto wake waelewe kabisa kwamba mambo ya Mungu si mambo ya kuchezea. Kwa hiyo Mungu alichukizwa sana na matendo ya watoto wake Eli, na hivyo akatoa hata maelekezo kumwambia Eli kwamba nyumba yake itapitia matatizo mengi na hata watoto wake watakufa kwa siku moja. Kwa hiyo kipindi kile Wafilisti walivyokwenda na kupigana na wana wa Israeli walipigwa sana, na ikafikia hatua wakaamua kwenda kuchukua sanduku la Mungu kwenda nalo vitani, kudhani kwamba Mungu akienda naye vitani basi uwepo wake utamaliza kila kitu. Swali linabaki, je,
huyo Mungu tunayedhani yupo atatupigania, yupo kweli ndani yetu? Yupo ndani yetu ili mwaka huu tunapoanza tuanze kwa kishindo? Tunapodai kwamba tumepanga mipango mingi kwa ajili ya mwaka huu, tunapodhani kwamba tuna mipango mingi kwa ajili ya familia zetu, tunapodhani kwamba tuna mipango mingi kwa ajili ya biashara zetu, tunapodhani kwamba tuna mipango mingi juu ya maisha yetu, swali ni kwamba je, utukufu wa Mungu upo ndani yako? Je, utukufu wa Mungu upo ndani yangu? Mpendwa, siku na saa tutapokaa na kutafakari kwamba ni vyema sana kuanza mwaka kwa kumtafuta Mungu. Ni vyema sana kuanza huu mwaka kwa kuweka makubaliano, kwa kutengeneza mazingira ya huyu Mungu Bwana wa majeshi kuwa ndani yako, ili utakapofika hatua ya kutaka yeye akusaidie, basi akusaidie, basi awepo ndani yako kweli na akakusaidie kweli. Walipoleta ile sanduku katika vita, Wafilisti walipojua kwamba wana wa Israeli wamekuja na sanduku lao na wanaamini kabisa lile sanduku linabeba miungu ya wana wa Israeli, basi walitetemeka na kuogopa, lakini wakasema twende kiume, tupigane kiume. Wakajipa tu moyo. Lakini walipopigana, Waisraeli walipigwa sana, na mwisho Eli anakuja kupewa taarifa kwamba sanduku la Mungu limeondoka na watoto wake wamekufa, na yeye kwa mshtuko akafa pale pale. Hili linatufundisha nini? Linatufundisha kwamba kuna wakati tunatenda matendo yetu na mapenzi yetu tunayotaka sisi, tunafanya yale ambayo yanatufurahisha sisi na kuvunja sheria na kutokusikiliza sheria za Mungu, maagizo yake, na tukidhani kwamba kwa kufanya hivyo bado Mungu atakuwa upande wetu. Mungu ni Mungu ambaye neno lake akilisema anataka tulifuate. Anapotoa maagizo yake anataka tuyafuate, na pale ambapo tunakengeuka basi atasimamia neno lake. Wana wa Israeli waliambiwa kipindi kile cha Yoshua, kipindi cha Musa, kwamba mtakapofanya hivi na hivi na hivi, basi baraka zitakuwa juu yenu. Lakini mtakapokengeuka na kufuata miungu mingine na kufanya hivi na hivi, huyu Mungu mtakapomuacha, basi mtapata hivi na hivi na hivi. Lakini ni mara ngapi tunatenda matendo yetu ambayo si mapenzi ya Mungu, si maelekezo ya Mungu, lakini mwisho wa siku tunataka huyu Mungu ambaye tumemuasi na kumuacha bado abaki upande wetu na kutusaidia. Mwaka huu ukae ni mwaka tofauti kwako unayenisikiliza. Badala ya kufanya uyapendayo, badala ya kufanya yale yanayokupendeza wewe na kukiuka na kuvunja sheria za Mungu, ebu anza kwa kumtafuta huyu Mungu wewe pamoja na familia yako. Mtambulishe huyu Mungu, huyu Bwana wa majeshi katika familia yako. Anza naye, mkaribishe, akastawi, akaishi, akatengeneze makao ndani ya maisha yenu, ndani ya maisha yangu, ili tutakapoanza kupiga hatua katika mafanikio, tutapoanza kupiga hatua katika mipango yetu, katika ujenzi wa maisha yetu ya kiroho, ya kimwili, ya kijamii, ya kiuchumi, basi tujue kabisa hatupigi peke yetu, lakini huyu Bwana tunayekiri na kusema yupo ndani yetu akapige pamoja nasi. Mpendwa, ahadi za Mungu ni halisi. Neno lake ni amini, ni kweli na amini. Anaposema nitakuwa pamoja nawe, utakaposhika sheria zangu, utakaposhika maagizo yangu, sitakuacha. Neno la Mungu linaposema kupitia maneno yale ya Mfalme Daudi kwamba nilikuwa kijana hata nimekuwa mzee, sijai kuona mwenye haki akiachwa na Mungu wala watoto wake wakiombaomba barabarani, basi neno hilo ni kweli. Utapokuwa mtu wa haki, utakapokuwa mtu wa kushika maagizo ya Mungu na kutenda kile anachosema, maneno ya Mungu ni kweli, hautaachwa peke yako.
hata kama mambo yataonekana tofauti kiasi gani, lakini bado Mungu atakuwa ndani yako. Bado utukufu wake utaonekana ndani ya maisha yako kwa namna ya kipekee sana. Mungu akapate kukubariki. Tukaanze mwaka huu kwa kishindo, lakini sio kishindo cha kutanga mbali na Mungu wetu. Tukaanze mwaka huu kwa kishindo cha kwamba makusudi yetu ya Mungu kutuumba hapa duniani tukaweze kuyatimiza kwa kuruhusu huyu Bwana wa majeshi akawe kiongozi wetu ndani ya familia zetu, sisi kama wakina mama, sisi kama wakina baba na kama watoto ndani ya familia. Basi tuombe. Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa kuongea nasi na kutukumbusha kwamba pale ambapo tutafanya tuyapendayo, basi hautakuwa pamoja nasi, lakini tutakapo kukaribisha ndani ya maisha yetu na kukuruhusu wewe ukae kiongozi, utukufu wako utakuwa ndani yetu. Kwa sababu neno lako ni kweli, naamini, tupe imani hiyo na tukadumu nayo kwa Yesu Kristo. Amina. Basi mpendwa unayenisikiliza, ninapenda kukukaribisha wewe kama ni mama, wewe kama ni mke, napenda kukukaribisha katika group la Telegram, sehemu ambayo tunajifunza neno la Mungu, tunaomba kwa pamoja sisi kama wake ndani ya familia kwa ajili ya familia zetu. Karibu sana, linki ipo kwenye bio ya channel hii ya Biblia na Maisha. Mungu akupatie kukubariki sana. Asante na kwaheri.